yapetwa kwenye hatua ya mwisho. Kwa hiyo na chembe kubwa. Lakini hii tayari ni mbolea. Sema na kwenye mfumo wa chembe kubwa. Naitwa Elibahati Kimaro. Mimi ni mkurugenzi lakini pia ni mzalishaji wa mbolea inaitwa Kepi Taka ni Dhahabu. Mbolea ya Kepi ni mbolea inayotokana na mabaki mbalimbali ya shambani na mabaki mbalimbali ya sokoni, mabaki mbalimbali ya jikoni. Kwa muunganiko wa mabaki haya kwa malighafi aina mbalimbali, malighafi kavu na malighafi mbichi, vinaenda kuungana na kutengeneza mbolea. Baada ya kupata mbolea hii, tumeenda mashambani. Tumeenda mashamba ya mahindi, ya kahawa, mpunga katika maeneo tofauti ndani ya Tanzania. Tukianzia hapa Kilimanjaro, naona mbele yenu haya ni mahindi yametoka shambani. Tumetumia mbolea hii. Haya mahindi ni mahindi yanayotokana na mfumo wa kilimo ekolojia, hayana kemikali. Kwa hiyo kwa kutumia mfumo wa kilimo ekolojia, tumekwenda shambani eneo la Bumang'ombe. Tuliotesha aina tofauti ya mahindi. Gunia ambalo lina kilo 100 la kawaida debe 6. Lakini kwenye mahindi haya ya Kepi, kwa kutumia mbolea ya Kepi, tumeona pale kuna gunia la chini kabisa lilikuwa na kilo 120. Magunia mengine yote 125, 122, 123 kwa gunia zote zile. Na ninapoenda sokoni, siuzi mahindi yangu kama mahindi ya kawaida. Mahindi yangu mimi kilo ni shilingi 2,000 au 2,500. Kwa thamani ya ile mbolea inakuja sasa kwamba either nimepata mavuno kiasi lakini yenye uzito ambayo bei yake ni nzuri sokoni. Tunapozungumza mbolea ya Kepi, tunazungumzia ubora. Kuna kitu kinachoitwa quantity na quality. Kuna wingi na ubora. Lile debe 6 kwa kawaida huwa linakuwa kwa mahindi ya kawaida linakuwa na kilo 90 mpaka 103. Lakini kwenye gunia ambalo sisi tumepima iliyotumia mbolea ya Kepi, tumepata gunia moja lina kilo 125, 123, 120 kwa sample tulizozifanya pale. Lakini kuna lingine mpaka lina 130. Sasa kwa ekari moja, kwa tathmini tulioifanya, tumepata gunia 10 kwa ekari moja, ambayo hizo gunia 10 zenye kilo 25 unazidisha pale, utakuta kwamba hata yule aliyetumia mbolea kiwandani hatujapishana kwa hesabu zaidi tukipima kwa kilo. Hii inaenda kufanya vyakula, yani mazao yako yanakuwa mazito kwa sababu ina asili. Hizi mbolea zingine zinafanya mazao yako kuwa mengi, lakini kwa sababu lishe inatokea kwenye ardhi, na ardhi ndio mimi nayozungumzia, ambayo inatoa chakula vizuri. Ardhi ikiwa inatoa vizuri, ukipa ardhi chakula vizuri, ukifidi ardhi vizuri, itakupa mmea mzuri wenye matunda bora. Na tunapokuja kwenye chakula sasa mezani, utakuta unapoenda kusaga unga wa mahindi yaliyotumia mbolea ya Kepi, ukija kupika ugali unatumia unga kidogo sana. Na unaposonga ule ugali, hata jirani aliyoko mbali atasikia kuna mtu anapika ugali. Watu wenye changamoto za afya ambao pia wana shida ya miili yao imekuwa dhaifu, hii product ni nzuri kwa sababu itakusaidia kuinua kinga zako za mwili ukichanganya na virutubishi vingine. Pia na washauri wale wanaoandaa lishe, vyakula vya lishe vya watoto, vya wazee,
watumie mahindi haya ya kepi yaliyozalishwa kwa kutumia mbolea ya kepi. Wataona matokeo tofauti kabisa na mahindi ambao wanayatumia. Tunapozungumzia swala la ardhi, mbolea hii ilivyokwenda pale ardhini, kwa sababu ina bakteria wengi na wadudu wengi, wameenda kuchakata ardhi. Ardhi kama ilikuwa imekakamaa, inalainika, inakuwa nyepesi, mizizi inaweza kupenya vizuri na kuweza kulisha mmea. Na hii mbolea kwa mfano tumetumia mwaka jana na tumetumia mwaka huu, ina maana bado iko shambani, na mwakani kesho tena msimu ujao tutaitumia tena, na tutakuwa tunaokoa gharama kubwa, kwa sababu pia mbolea zimepanda bei, lakini mbolea za kwangu mimi ni nafuu, bei ni rafiki kabisa. Kwa kuanzia tulisema tutauza kwa shilingi 48,000, lakini sasa itategemea the way tunavyokwenda na soko linavyosema. Ila lengo kubwa si maslahi, lengo kubwa ni watu wapate kile kitu ambacho sisi tunakusudia kwa jamii.